Mbunge wa jimbo la Busokelo, Mheshimiwa Lutengano Mwalwiba, akishirikiana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Busokelo, Dr. Mwinyi Omari Mwinyi, amefanya tukio la ugawaji wa mashuka kwa ajili ya kutandikia vitanda katika hospitali ya wilaya Busokelo, yaani Kitali, ambapo tukio hilo limeambatana na kufanya zoezi la kukimbia, yaani jogging, kutoka viwanja vya shule ya msingi Luangwa hadi hospitali ya Kitali. Pia kulikuwa na zoezi la kufanya usafi katika hospitali hiyo ya Kitali. Daktari mfawidhi wa hospitali yetu ya halmashauri hapa Kitali, nianze kwa kupongeza kwa kazi nzuri mnayofanya kuhudumia ndugu zetu ambao wapo kwenye hospitali ya Kitali, lakini pia tumefika kwenye wodi ya wazazi na kina mama tumewakuta hapa wakiwa na bashasha, wamejifungua. Tunawapongeza, hongereni sana wote, lakini na wale wanaokuwa na maumivu nao pia tunawatakia wapone haraka. Leo tumekuja tumetokea Luangwa, tumekuja ni kundi ambalo wanafanya mazoezi, linajumuisha jamii ya watu wa Luangwa kwa maana ya watumishi wa halmashauri, wanafunzi wako hapa, wanajamii walioko pale Luangwa na maeneo ya jirani kama Mbigili, basi wao wanafanya mazoezi, lakini wakakubaliana kwamba Jumamosi hii basi tufanye mazoezi, lakini pia tukifanya mazoezi tuje kufanya usafi kwenye eneo hili la hapa Kitali. Kwa hiyo wana mazoezi wote pia nawapongeza na washukuru kwa ile kuona umuhimu wa kwamba pamoja na kufanya mazoezi na kujenga afya zetu, lakini pia tuje tufanye jambo hili especially kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma. Ni mwezi wa matendo ya huruma pia, ambapo ni mwezi wa toba, lakini pia ni mwezi wa matendo ya huruma. Kwa hiyo sisi tumefurahi kuja hapa hospitali, lakini kipekee nimshukuru mkurugenzi na timu yake Dr. Mwinyi Omari Mwinyi kwa kufanya maandalizi kupitia idara ya utamaduni na michezo kuona kwamba haya mambo yamewezekana. Na mimi nafikiri tu japokuwa hatujakubaliana, kwa niaba ya wenzangu hawa, sisi watu wa mazoezi tuko tayari kushiriki shughuli za jamii mbalimbali, sio hii tu ya leo. Sehemu nyingine yote ambayo kutaonekana kuna umuhimu, basi baada ya mazoezi tunaweza tukaenda tukafanya hivyo. Lakini Dr. Mwinyi pia ofisi ya mbunge tuliona kwamba na sisi tuje tushirikiane na wana mazoezi hapa kuja kuleta zawadi na kuja kuleta mashuka ambayo yatawasaidia ndugu zetu wanaumwa hapa katika hospitali ya Kitali. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji, mimi pamoja na wenzangu timu ya mazoezi pamoja na mheshimiwa diwani, naona yuko nyuma namsahau Mwakisale, lakini pia namshukuru ndugu yetu mkuu wa kituo ametuunga mkono na maaskari. Asanteni wote kufanikisha hii na madaktari. Sisi tuko tayari, tunataka tutoe mashuka, tutatoa mashuka 50 yenye thamani ya shilingi 1,500,000 tutatoa kwa ajili ya kutoa sapoti kwa hospitali yetu ambayo sisi wote kwa kweli ni wagonjwa watarajiwa. Siku ukiumwa basi ukija ukuta mazingira mazuri. Na kwa kweli daktari, na tunaomba tufikishie salamu zetu. Mazingira ni masafi sana. Pamoja na kwamba tumekuja kufanya usafi, lakini tumeona sio odi, tumepita na odi nyingine na nyinyi mmeshuhudia huko odini ni kusafi. Tunaamini kwamba mnapambana na sisi tutaendelea kuwaunga mkono. Aidha, mkurugenzi wa wilaya ya Busokelo ametoa rai kwa jamii kuhusu kuendeleza utamaduni huo wa kufanya usafi na kuendelea kutoa misaada kama ilivyofanywa na mbunge. Lakini pia rai yangu ni kwa jamii, hili lilotokea leo ni utamaduni mzuri. Kwa hiyo tuendeleze, tuwe watu wa kutoa msaada. Hizi ni hospitali zetu, ni rasilimali zetu za halmashauri. Kwa hiyo kuja kujitolea kwa kufanya usafi au kufanya jambo lolote kama alivyoonesha leo mbunge ni jambo zuri na ni jambo ambalo tunalifurahia. Kwa hiyo nakushukuru sana mheshimiwa mbunge, lakini pia mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa bodi ya hospitali, tunashukuru sana kwa kutupokea na tunawapongeza kwa kazi nzuri inayoendelea hapa. Inaweza kuwa kuna mambo madogo madogo, basi tutaendelea kuyaboresha kadri siku zinavyozidi kwenda, lakini kipekee kabisa mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana kwa kutu wako na moyo wako huu wa huruma uliotufanyia. Asante sana. Diwani wa kata ya Luangwa ndugu Angulile Mwakisale akatoa ombi lake kwa mbunge kuhusu kutengeneza barabara nyingine inayoingia tofauti na ile inayopita katika maeneo ya wanafunzi ili kuepusha ghasia kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kama barabara yetu hiyo inapita shuleni, ambapo kila wakati hata ambulensi zinapopita pale watoto wanaacha hata kusoma, hata pikipiki zinapopita kila wakati
wanaanza kuangalia pikipiki. Tunatamani sana hiyo barabara kwamba ilipangwa kwamba ipite huku nchini kwa ajili ya kuja hapa. Ninakuomba baba, maana yake akija baba lazima tukisema ukweli kwamba hata kama simba inakuja, mtoto anajua kabisa anaweza kapigana na simba. Na mimi bwana, nimekuja kwako kama mtoto, naomba unisaidie juu ya hii barabara ili tutengeneze barabara ya kuja hapa hospitalini, tutenganishe na shule, watoto waendelee kusoma kwa utulivu. Tulikuwa na meneja wa TARURA, tumemweleza konsani hiyo. Kwa kweli kwa barabara kukosa hospitali, kukosa barabara ni changamoto, na hatuwezi kuwa tunaendelea kupita pale. Amesema vizuri diwani, kuna watoto, tuna ambulance lakini wagonjwa pale. Kwa hiyo jamani, nataka niwaambie tumekubaliana tarehe 2 tutakuwa na kikao cha road board. Kwa hiyo nao tutaenda kulitebu, tutajitahidi kusukuma kuhakikisha kwamba barabara inakuja kwa wakati. Hilo tutalisimamia kwa nguvu kubwa. Na bahati nzuri nikushukuru sana mwenyekiti wa bodi, mzee wangu. Namshukuru sana. Wameshafanya mazungumzo na wanakijiji wameridhia kuweza kutoa lile eneo pale kwa ajili ya kushia barabara. Kwa hiyo hatuna mgogoro mwingine. Tutalisimamia. Pia mwenyekiti wa CCM ya wilaya ya Rungwe Mheshimiwa Maxson Mwakiponga alimtaka mbunge kuendelea kuwaunganisha Wanabusokelo, kwani michezo haibagui chama wala dini. Nilikuwa na ratiba zangu zingine, nikaona na mimi ngoja niungane na nyie. Niseme tu mambo mawili. La kwanza, jimbo hili Mheshimiwa mbunge tunahitaji lichangamke. Na moja kuchangamka ni namna ya kutuunganisha kuwa wamoja. Michezo haibagui chama chochote cha siasa au dini zetu au nini, linatuleta pamoja kama Wanabusokelo. Kwa endelea na jambo hili, tunapenda kwamba jimbo lichangamke. Siku nyingine tukapashe Kandete, siku nyingine tukapashe Ntaba, siku nyingine tukapashe Mfiri, ili kuleta umoja wa Wanabusokelo. Lakini la pili, tunahitaji jimbo hili liwe bize. Bize kwa maana gani? Liwe bize na maendeleo. CCM oye! Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa mbunge, mambo hayo mawili kwenye jimbo letu kama Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hili jambo pia ni jambo la ilani. Kwa tunakutakia kila la heri na tunakutia moyo kwamba umeanza vizuri. Hayo mambo mawili tunaomba uzingatie, tunahitaji sana Wanabusokelo. Luangwa oye! Busokelo oye! Mbunge wetu oye!